Ayatollah Khamenei alikuwa na mamlaka ya mwisho juu ya kila kitu nchini Iran, mtu mwenye nguvu zaidi nchini humo ambaye alijiona kama mwakilishi wa Mungu duniani. Aliingia madarakani mnamo mwaka 1989 baada ya kifo cha Ayatollah Khamenei ambaye alianzisha Jamhuri ya Kiislamu miaka 10 awali na kuwa kiongozi wa kisiasa na kidini wa maisha yote. Huku Ali Khamenei akisemekana kuwa chaguo lake alilopendelea zaidi na aliendeleza uadui wa Iran dhidi ya mataifa ya Magharibi. Alilelewa katika mji mtakatifu wa Mashhad na kuwa shekhe akiwa na umri mdogo, lakini hakuwa na ushawishi mkubwa, na alipokuwa kiongozi mkuu ilibidi aujenge msingi wake wa mamlaka. Alifanya hivyo kwa kujiweka sawa na kikosi cha kijeshi chenye msimamo mkali cha Iran, Jeshi la Mapinduzi. Mnamo mwaka 1997, wakati mhubiri mwenye msimamo wa wastani Mohammad Khatami alipochaguliwa kuwa rais, Ayatollah Khamenei alitumia mamlaka yake kuzuia majaribio yake kufanya mageuzi ya kimfumo. Ni yeye, sio rais, ambaye angeamua hatma ya taifa hilo. Mnamo mwaka 2009 iliibuka changamoto kuu ya kwanza kuikabili serikali yake: maandamano makubwa ya kupinga uchaguzi wa urais ambao raia wengi walilalamikia kuwepo kwa udanganyifu na mfumo huo kumpendelea mgombea wa kihafidhina. Utawala ulitumia nguvu kushughulikia maandamano na kusababisha wasiwasi wa kimataifa. Kisha likaja tishio kubwa zaidi kwa Jamhuri ya Kiislamu, vuguvugu lililoongozwa na wanawake wakipinga moja ya nguzo za utawala, amri inayowalazimisha kuvaa hijabu. Ilichochewa na kifo cha mwanadada aliyekuwa chini ya ulinzi na kushuhudia ukandamizaji mkubwa. Ayatollah Khamenei alinyoshia kidole cha lawama mataifa ya kigeni, maadui wa zamani wa Iran, Marekani na bila shaka Israel, kama alivyokuwa akifanya siku zote. Mwishowe ilikuwa ni mpango wa nyuklia wa Iran ambao ulizua mgogoro mkubwa wa utawala wake. Mnamo mwaka 2015, Ayatollah Khamenei aliidhinisha makubaliano ambayo yangezuia shughuli za nyuklia za serikali ili kukwamisha jitihada za kuondolewa kwa vikwazo. Katika miaka hiyo tangu mkataba huo kutiwa saini, uchokozi wa Iran uliongezeka tu. Lakini Donald Trump alijiondoa katika makubaliano hayo mnamo mwaka 2018 katika kipindi cha awamu ya kwanza ya utawala wake. Na mwaka uliofuata Iran ilianza kukiuka ahadi zake chini ya makubaliano na kuongeza uzalishaji wake urani kwa kiwango cha kuzalisha silaha, ingawa shirika la kimataifa la nyuklia limesema halina ushahidi kuwa Iran ina mchakato wa kutengeneza silaha hizo. Kwa upande wa Iran, ilidai kutaka mpango huo kwa madhumuni ya kiraia, wala sio kutengeneza bomu. Chini ya uongozi wa Ayatollah Khamenei, Iran ilifadhili mtandao wa vikosi vinavyomiliki silaha vikiongozwa na Hezbollah nchini Lebanon kwa maana ya kuzuia shambulio lolote la Israel. Lakini kile Iran inachokiita mhimili wa upinzani ulidhoofishwa sana baada ya shambulio la Hamas la mwaka 2023 dhidi ya Israel na kuiacha Iran hatarini zaidi. Hadi mwisho, Ayatollah Khamenei aliendelea kuwa na ujasiri, mtetezi mwenye msimamo mkali wa Jamhuri ya Kiislamu aliyebeba jukumu kubwa kwa Wairani wengi ambao walitaka aina tofauti ya utawala. Kifo chake kitakuwa na matokeo makubwa sio tu nchini Iran, bali karibu eneo zima la Mashariki ya Kati.